إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. عباد الله، nakusieni kwanza kama inavyostahiki nami kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia inna lilmuttaqina mafaza, hakika wacha Mungu ndio watakaofuzu siku ya kiyama. Tiketi ya kuweza kuingia peponi lazima uwe mcha Mungu. Ibadallah, tunaendelea kukumbushana ya kwamba tupo katika mwezi wa Rajab, ni miongoni mwa miezi minne mitukufu. Tujitahidi katika kufanya masala yaliyokuwa ya kheri, katika kumtii Mwenyezi Mungu, kujikurubisha katika mambo yaliyokuwa ya kheri, ili Allah subhanahu wa ta'ala atunukie na sisi ucha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, enyi mlioamini muogopeni Mwenyezi Mungu na itizame nafsi nini ilichokitanguliza kwa siku ya kesho. Yani baada ya kuondoka hapa duniani utizame wewe mwenyewe nini umekitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume anatuambia ihsabu anfusakum qabla an tuhasabu, unatakiwa kila siku mwanadamu uifanyie mahesabu ya nafsi yako, nini jambo la kheri ambalo kwamba umelifanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun, mutambue ya kwamba hayo yote mnayoyafanya, kila hatua unayoipiga, basi Allah subhanahu wa ta'ala khabirun bima ta'malun, anayajua mnayoyafanya. Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum, wala musiwe wale ambao kwamba wamemsahau Mwenyezi Mungu, na wewe kadri unavyomsahau Mwenyezi Mungu basi Allah subhanahu wa ta'ala na yeye anakupeleka kule unapoelekea. Ulaika humul fasiqun, hao wanaofanya hivyo, wanaomsahau Mwenyezi Mungu, hao ndio waliokuwa waovu wa mafasik. Kwa hivyo tujitahidini katika huu mwezi wa Rajab, tuzidishe mambo yaliyokuwa kheri, kutoa sadaka, kufunga sana, kusimama kiamu cha usiku, ili Allah subhanahu wa ta'ala na sisi atununukie jambo zima la kumcha Mwenyezi Mungu. Ibadallah, hutuba yetu ya leo itakuwa ni mwendelezo wa hutuba ya Ijumaa iliyopita, nayo sio nyingine. Tulikuwa tunamzungumzia khairun nasi, mbora wa watu, na tulikuwa tunataja baadhi ya sifa za watu waliokuwa bora, na miongoni mwa sifa hizo za watu waliokuwa bora, sifa ya tatu, annahum, kwa kupitia ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahum yu'inuna bilqur'ani, kwamba hakika hawa ni watu ambao kwamba wanasaidia katika kujifunza wao Qur'ani na kuifundisha Qur'an. Annahum yu'inuna bilqur'ani ta'alluman wa ta'lima. Ruwiya al-Muslim fi sahihihi, imepokelewa kutoka kwa Imamu Muslim katika sahihi yake, anasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama,
mbora wenu ni yule ambaye kwamba anajifundisha Qur'ani kisha akaifundisha. Kwa hivyo huyu ndo aliyekuwa mbora katika miongoni mwa watu waliokuwa bora katika maisha haya tunaokwenda nayo hivi sasa. Katika kazi inaonekana iliyokuwa duni kabisa, yenye mshahara uliokuwa chini kabisa, ni mwalimu wa chuoni. Mwalimu wa chuoni katika maisha haya anaonekana ni dhalili kabisa. Tukiulizana mimi na wewe, hii Januari ni wangapi katika wanafunzi waliolipiwa ada zao za shule? Utapata majibu baadhi yetu, wengine washalipiwa mwaka mzima, wengine wamelipa miezi 6, uchache mtu kalipa miezi 3. Huyu alolipa hivi skuli, muulize, je, chuoni umechangia chochote? Utamuona anadaiwa miaka 2, miezi 6. Kufanya hivi ni kumdhalilisha yule mwalimu wa chuoni. Kwa hivyo tujitahidini kama unavyojitahidi kulipa maada za skuli unapokwenda chuoni, na vile vile mtizame mwanao kuhusiana na ada ya chuoni. Kwa hivyo tutambue kwamba wale walimu wa chuoni wasijione kama wao ni watu duni, watu madhalili. Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule anajifundisha Qur'ani kisha akaifundisha. Na hii ndiyo inakuwa ilman nafi'a, ni elimu yenye manufaa. Tutambue ya kwamba kadri unapofundisha na yeye ule uliyemfundisha akamfundisha mtu mwingine, basi hii inakuwa ni sadaqatin jaria. Utakapoondoka hapa duniani, kwako wewe ile sadaka inakuwa inaendelea. Fakullama kana almar'u a'na bikitabillah, basi kila anapokuwa mtu anakuwa ni msaada katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Qira'atan wa iqra'a, kukisoma na kukisomesha. Wa dirasatan wa ta'ammula, na kukidurusu na vile kukishikamana nacho. Kana dhalika, kufanya masala haya huyu mtu huyu, dalilan ala khairiyati, inaonyesha wazi juu ya kuwa yeye ndo dalili ya kuwa na khairi zake, ala nasi, juu ya watu, wa taqaddumahum alayhi, na kuwatangulia katika masala ya khairi. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, la yarfa'u bihadha alquran, anawanyanyua watu kwa kupitia hii Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja zilizokuwa kubwa kabisa. Wayadhau akharina, lakini vile vile wale walioibeza, walioipuuza, basi Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawajaribu hapa duniani kabla ya kufika siku ya akhira. Ibadallah, katika sifa ya 6 ya watu waliokuwa bora, silatur rahim hiya sifatur rabi'a, katika kuunga ukoo ndio sifa ya 4 ya kuonyesha mtu miongoni mwa watu waliokuwa bora. Kwani tutambue ya kwamba hakika sifa anazozipenda Mwenyezi Mungu, watu kuwa pamoja, kushirikiana, kusaidiana, kutatuliana shida zao, basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya hivi katika jamii, basi kheri na baraka zinakuwa ndani yake. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yadullahi ma'al jamaa, msaada wa Mwenyezi Mungu upo pamoja na wengi. Kadri mnapokuwa wengi mkawa mnasaidiana, basi Allah subhanahu wa ta'ala khairi zake huwa anazimiminia. Ikiwa mpo wengi, sasa seuze kwenye familia. Ikiwa familia imeshikamana, inashirikiana, inasaidiana kwa hali na mali, basi Allah subhanahu wa ta'ala khairi nyingi anakuwa anazimimina katika familia hiyo. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man arada an yabsita lahu fi rizqihi, yoyote yule ambaye kwamba anayetaka kukunjuliwa katika riziki zake, yani afanyiwe sahali, afanyiwe wepesi katika kupata riziki zake. Wayansa lahu fi atharihi, na aache athari katika matendo yake. Falyasil rahimahu, basi na aunge ukoo wake. Kila mmoja anajua hivi sasa, kila mmoja analalamika kwa upande wake, maisha ni magumu. Hakuna hata aliyekuwa anafanya kazi na asiyefanya kazi, wote wanalalamika maisha magumu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia ulimi wa Mtume Muhammad ametupa njia iliyokuwa sahali, vipi tutaweza kuyasaidia maisha kwa rahisi. Basi tusaidiane sisi kwa sisi katika familia. Hivi sasa familia hazisemezani, wengine hawazikani, wengine hawatembeleani. Sasa vipi Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kumimina baraka zake? Kwa hivyo ili tuyatibu maisha haya yawe mepesi, basi tuunge katika ukoo wetu. Katika sifa ya 6
miongoni mwa watu waliokuwa bora, hiya alfiqhu fi din, ni wale ambao kwamba ni watambuzi katika dini, wanaojitahidi, walhirsu ala maarifati ahkami shariatihi, na wale ambao kwamba wanajitahidi katika kuzijua hukumu na sheria za Uislamu. Hebu tuulizane hivi sasa, yupo mzee ambaye kwamba yupo tayari mwanae kafanya vizuri form 6, anaingia chuo, anaweza kumbadilishia huyu mwanafunzi mwanawe kutoka katika elimu ya sekula akamwambia akasome dini? Ni walimu wachache, wazee wachache mno, ambaye kwamba anaweza kumruhusu mwanawe kama amepasi vizuri aache kwenda chuo kikuu kwa ajili ya masomo ya sekula, aende kusoma dini. Ni wachache mno. Kwa hivyo kama mwanafunzi alikuwa na uwezo, ukamjitahidi ukampeleka katika masala ya dini na akaweza kuimaster vizuri dini yake, basi huyu katika dini anaonekana kuwa ni bora. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia sisi sote tuliokuwemo humu tusitoke katika mimu zilizokuwa tatu. Ya kwanza, ikiwa wewe iwe ni mwalimu au uwe mwanafunzi au uwe ni msikilizaji, usiwe katika mimu ya 4 ikawa umepotea. Basi tujitahidini, kama umekosa kusikiliza au kuwa mwanafunzi, jitahidi japo unakwenda madaris kuweza kusikiliza nini katika dini yako inazungumza, ili na wewe uwemo katika miongoni mwa watu waliokuwa bora. Ibadallah, katika sifa ya 5, katika sifa ya 6 miongoni mwa sifa za watu waliokuwa bora ni watu wa aina wakati na kati. Mtume Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, na vile vile tumeufanya umati wenu kuwa ni umma wakati na kati, umma ambao kwamba hautaki kuwa ni la tashdidan wala taamulan, annahum wasata la ghulafatan wala jufatan, sio katika watu waliokuwa wagumu wala sio katika watu waliokuwa wepesi ukawa unakubali jambo linaloletwa lolote, bali ni watu wakati na kati. Unapopewa mambo yako hui katika msimamo uliokuwa mkali kabisa. Katika sifa ya 6, katika sifa ya 7 miongoni mwa watu waliokuwa bora, annahum ahsanuhum akhlaqa, hawa ni watu ambao kwamba waliokuwa wenye tabia njema. Ukiwa na tabia njema ni miongoni mwa sifa, wewe unaonekana ni kwa mtu bora katika watu waliokuwa bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna khairan nasi islaman ahsanuhum akhlaqa, hakika muislamu aliyekuwa bora kabisa, uislamu wake uliotimia ni yule ambaye kwamba mwenye tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ittaqullaha haithuma kunta, mche Mwenyezi Mungu popote ulipo. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, na utende wema badala ya ovu ili ile jema liweze kulifuta ile ovu. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasan, na ukae na watu kwa tabia njema. Kukaa na watu kwa muamala uliokuwa mzuri, basi huo ndo Uislamu na hiyo ndo tabia bora, na huyo ndo utaonekana kuwa ni bora. Ruya Ibn al-Majah wal Bayhaqi wal lafdhu an Abdullah bin Umar, imepokelewa kutoka kwa Abdullah bin Umar, qala qulna ya Rasulullah, tukulimuuliza Mtume, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, man khairun nasi, ni nani mbora wa watu? Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, dhil qalbil mahmum, ni yule ambaye kwamba mwenye moyo wenye kubeba, moyo wenye kustahimili vishindo. Wal lisanu sadiq, na yule ambaye kwamba mwenye ulimi unaosema kweli. Faqulna, masahaba akasema, qad arifna lisanan sadiq ya Rasulullah, tunatambua mtu kuwa na ulimi wa ukweli, huyu tunamtambua. Famal qalbil mahmum, basi ndio upi moyo ambao kwamba wenye kuhimili, wenye kustahimili? Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, attaqiyyu naqiyu, ni ule moyo ambao kwamba ni mcha Mungu, alafu mcha Mungu wake uliokuwa safi kabisa. Alladhi la ithma fihi, moyo ambao kwamba hauna madhambi ndani yake. Wala baghyun, wala kuvuka mipaka. Wala ghal, wala kubezi sehemu moja. Wala hasad, wala hu moyo ambao kwamba hauna hasad. Qulna, masahaba wakasema, ya Rasulullah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, faman ala atharihi,
basi huyu mtu tutamjua vipi kutokana na athari zake? Tutamtambuaje umoyo kama huu tunaozungumza? Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, alladhi yansha'u dunya wa yuhibbu al-akhirah, yule ambaye kwamba anaimarisha dunia lakini anaipenda akhera. Anaimarisha dunia vipi? Anasaidia watu, anaimarisha misikiti, anasaidia mayatima, anatoa misaada mbali, lakini yeye anafanya haya yote kwa ajili ya kuipenda akhera. Qulna, masahaba bado wakawa wanauliza, ma na'rifu hadha fina illa rafi'an maula rasulullah, hatuwezi kumtambua mwenye sifa hizi ambazo kwamba unazozielezea mtume wa Mwenyezi Mungu isipokuwa mtumwa aliyenyanyuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman ala atharihi, basi huyu bado sisi tutamtambuaje kwa hizi sifa unazozitaja? Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mu'minun fi husnil khulqi, ni yule muumini ambaye kwamba mwenye tabia njema. Ndio haya yote ambayo kwamba tuliyoyataja anaweza kuwa nayo. Kwa hivyo tabia njema tunaweza kujigeuza, mimi na wewe tujitahidi katika kufuata Uislamu na kufanya yale kwa yaheri, tutakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wanaotenda tabia njema. Masahaba wakasema amma hadha fafina, kwa hili la mwisho ulilisema, basi miongoni mwetu wamo katika hao. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ومن استنى بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقى وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا عباد الله أن خير الكلام جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا رسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وارض عن خلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي صحابته يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر اللهم من نصر الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافي فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وسدده بتسديدك وأصلح بضوانتك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.